Rais wa Marekani Donald Trump amemwagiza Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth kupunguza kwa kiasi kikubwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, akisema hafurahishwi na kuendelea kwa mazoezi hayo kutokana na gharama zake na kile alichokiita ujumbe wa uadui unaotumwa kwa Korea Kaskazini. Trump alitoa agizo hilo kupitia mtandao wake wa kijamii siku moja kabla ya kuanza kwa mazoezi ya kila mwaka, huku akisema kuwa uamuzi wake unatokana pia na uhusiano mzuri alionao na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Rais huyo wa Marekani alisema mazoezi hayo ni ya gharama kubwa na sehemu kubwa ya gharama hizo hubebwa na Washington, hivyo anaona kuna haja ya kuyapunguza ukubwa wake. Trump pia alihusisha uamuzi huo na msimamo wa Korea Kusini kuhusu vita vya Marekani na Iran. Alisema hivi karibuni alimuuliza rais wa Korea Kusini iwapo nchi hiyo ingekuwa tayari kuungana na Marekani katika juhudi za kuiondolea Iran uwezo wa kutengeneza au kumiliki silaha za nyuklia, lakini Seoul ilikataa. Trump alitumia msimamo huo kama moja ya sababu za kueleza kutoridhishwa kwake na uhusiano wa kijeshi na Korea Kusini, akionyesha kwamba Washington inataka washirika wake washiriki zaidi katika operesheni na mikakati yake ya kimataifa. Hata hivyo, mazoezi hayo yalikuwa tayari yamepangwa kuanza, hivyo Trump alisema ilikuwa imechelewa kuyafuta kabisa na badala yake akaagiza yapunguzwe kwa kiasi kikubwa. Licha ya agizo hilo kutoka Washington, Korea Kusini imesema mazoezi hayo yataendelea kama yalivyopangwa hii leo Jumatatu. Wizara ya Ulinzi ya Korea Kusini ilisema vikosi vyake na vya Marekani vitaendelea na mpango wa mafunzo uliotangazwa awali, huku Seoul ikisisitiza umuhimu wa kudumisha kiwango imara cha ulinzi wa pamoja. Mazoezi hayo yamepangwa kufanyika kwa siku 11 kuanzia hii leo Agosti 17 hadi 27 na yanahusisha takribani wanajeshi 18,000 kutoka Korea Kusini pamoja na vikosi vya Marekani na washirika wengine wa kamandi ya Umoja wa Mataifa. Mazoezi hayo yanalenga kuongeza utayari wa kijeshi dhidi ya matishio yanayoweza kutokea kutoka Korea Kaskazini, ikiwemo mashambulizi ya makombora, vita vya mtandao na mbinu mpya za kivita. Hatua ya Trump imekuja wakati mazingira ya usalama katika rasi ya Korea yakiwa bado yana mvutano mkubwa. Korea Kaskazini imeendelea kuendeleza programu zake za makombora na silaha za nyuklia, na hivi karibuni imefanya majaribio ya makombora ya ballistic licha ya maazimio ya Umoja wa Mataifa yanayopiga marufuku shughuli hizo. Pyongyang kwa muda mrefu imekuwa ikiyatafsiri mazoezi ya Marekani na Korea Kusini kama maandalizi ya uvamizi dhidi yake, na imekuwa ikitoa vitisho vya kuchukua hatua za kijeshi kila mazoezi hayo yanapokaribia. Wiki iliyopita Korea Kaskazini ililaani mazoezi hayo na kuyaita uchochezi, huku ikisema ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani, Korea Kusini na Japan unaelekea katika kile ilichokiita muungano wa nyuklia. Uamuzi huo pia unaonyesha namna Trump anavyojaribu kutumia uhusiano wake binafsi na Kim Jong-un kama sehemu ya mkakati wake wa kukabiliana na Korea Kaskazini. Wakati wa muhula wake wa kwanza, Trump alikutana na Kim mara 3 na pia aliwahi kusimamisha au kupunguza mazoezi ya kijeshi, akisema yalikuwa ya gharama kubwa na anaweza kuzuia diplomasia. Sasa licha ya Korea Kaskazini kuendelea na majaribio ya makombora na kuimarisha uhusiano wake wa kijeshi na Urusi, Trump anaonekana kuamini kwamba kupunguza baadhi ya shughuli za kijeshi kunaweza kusaidia kuweka mazingira ya mazungumzo. Hata hivyo, bado haijulikani kama Pyongyang itaona hatua hiyo kama ishara ya kweli ya kupunguza mvutano au itaendelea na programu zake za makombora na nyuklia. Kwa upande wa Seoul, changamoto itakuwa kuhakikisha kwamba jitihada za kidiplomasia na Kim hazidhoofisha utayari wa kijeshi wa muungano wake na Marekani wakati tishio kutoka Korea Kaskazini likiendelea. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa.
Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi. Global TV.